Karibu kwenye ulimwengu uliojaa siri, mapenzi na mapambano ya kiti cha enzi. Safari yetu inaanza katika nyakati za kale, wakati Mfalme Mdachi alipokuwa akitawala kwa nguvu na hekima katika nchi ya Kilole. Lakini siku ya kuzaliwa kwa mtoto wake wa pekee, siku ambayo furaha ilitarajiwa kutawala, iligeuka kuwa siku ya huzuni na mabadiliko makubwa. Huku kengele za jumba la kifalme zikilia kuashiria kuzaliwa kwa mrithi, Mfalme Mdachi alikuwa akipigania uhai wake. Siku hiyo hiyo, pumzi yake ya mwisho ilikaribia, ikiacha pengo kubwa katika ufalme. Katika kipindi hiki cha msukosuko, kulikuwa na kivuli kilichokuwa kinanyemelea Mwatiga, mmoja wa wakuu wenye nguvu katika baraza la kifalme. Mwatiga alitamani sana kiti cha enzi, na alikuwa ameazimia kuhakikisha kuwa kifo cha Mfalme Mdachi hakikuacha mrithi yoyote. Chuki yake ilimwelekeza moja kwa moja kwa mama mjamzito wa mtoto mfalme, Adaria. Katika siku ya hatari zaidi, wakati Adaria alipokuwa akimzaa mtoto wake, Mwatiga alifanya kila hila kuhakikisha kuwa mtoto mchanga aliyepewa jina Joseph hakuweza kuishi. Njama zake za kikatili zilikuwa zimeandaliwa kwa ustadi, zikilenga kumnyima mtoto huyo haki yake ya kuzaliwa na hatimaye ufalme. Lakini nguvu isiyoonekana, labda hatima yenyewe, ilisimama imara dhidi ya uovu wake. Kupitia mazingira ambayo yalishangaza wengi, Joseph alinusurika, akibeba ndani yake mbegu ya ufalme na historia ya mapambano tangu kuzaliwa. Sasa, je, mtoto huyu aliyezaliwa kwenye kivuli cha kifo na njama angekuwa na hatima gani? Je, angefanikiwa kukabiliana na maadui waliokuwa wamemzunguka tangu mwanzo? Fuatilia mkasa huu kusisimua kwenye chaneli yako pendwa ya Mwanga wa Maisha, tunapoanza safari ya kusisimua ya urithi, usaliti na mapambano ya kutafuta haki. Jiandae kwa hadithi ambayo itakufanya uweke kiti chako kwa ukingo. Ufalme wa Kilole ulistawi chini ya uongozi wenye hekima wa Mfalme Josefu. Alikuwa kiongozi aliyependwa na watu wake, na amani ilitawala pande zote za nchi. Dada yake, Malkia Maria, alikuwa anaheshimiwa na watu pia, ingawa moyoni mwake kulikuwa na kiu isiyotosheka ya madaraka. Alitamani sana kuona mwanawe, Eliesa, akipanda kwenye kiti cha enzi. "Mama," Eliesa alisema siku moja, sauti yake ikiwa imejaa shauku, "kwa nini sisi hatuna nguvu kama Mfalme Josefu?" Malkia Maria alimtazama mwanawe kwa macho yaliyong'aa. "Wewe ni damu ya kifalme mwanangu, nastahili makubwa kuliko hivi. Baba yako alikuwa mkuu na damu yake inatiririka ndani yako. Siku itakuja ambapo utakuwa mfalme wa Kilole." Alianza kuweka mikakati ya kumwangusha kaka yake. Alitumia ujanja na hila, akijenga sumu ya maneno dhidi ya Mfalme Josefu. Aliwanong'onezea watu kwa siri, akieneza uvumi na tuhuma za uongo. "Mnamjua kweli mfalme wenu?" aliwauliza baadhi ya wazee kwa sauti ya kujawa na wasiwasi. "Je, mnaona jinsi anavyopuuza mila zetu? Anazungukwa na watu wasiostahili." Wakati huo huo, Malkia Maria alikuwa akimshawishi mwanawe kuwa ana haki ya kurithi ufalme. "Wewe ni bora kuliko ami yako," angemwambia Eliesa. "Yeye ni dhaifu, hawezi kuongoza ufalme huu mkubwa." Alianza kutafuta washirika kutoka makabila mbalimbali yaliyopakana na Kilole. Aliwakarimu viongozi wa Wamasai, Wabukusu na Wajaluo, akiwapa ahadi nono iwapo wangeunga mkono njama yake. "Tunahitaji nguvu zenu," angemwambia chifu mmoja wa Wamasai kwa sauti ya kujipendekeza. "Mfalme Josefu anawadharau, lakini mimi nitawaheshimu na kuwapa nafasi katika ufalme wangu." Mfalme Josefu, kwa upande wake, alikuwa akijitahidi kuimarisha ufalme wake. Alikuwa akimheshimu sana Nabii Eli, mtu wa Mungu aliyekuwa akimpa baraka na ushauri. Nabii Eli alikuwa amemtabiria kuwa maadui wangeinuka dhidi yake, hivyo alimhimiza kuwa macho. "Mwanangu," Nabii Eli alisema siku moja, akimshika mkono mfalme, "uangalifu wako ndio ngao yako. Kuna kivuli kinachonyemelea katika giza." Mfalme Josefu alichukua maneno ya nabii kwa uzito. Alikuwa akijitahidi kuwa mwadilifu na kuwatendea watu wake kwa haki. Wakati ulifika ambapo wazee wa falme jirani walimletea wanawake wengi wachague mke, lakini moyo wake ulikuwa umeshatekwa na mwanamke mmoja, Rehema. Alikuwa mrembo na mwenye akili, na mfalme alimpenda kwa dhati. Walifunga ndoa na furaha ilitawala kwa muda. Siku moja, Mfalme Josefu aliona dalili za usaliti zikiongezeka ndani ya jumba lake. Hakujua ni nani aliyekuwa akipanga njama dhidi yake. Aliamua kuitisha kikao cha dharura cha wazee wa baraza, mawaziri na manabii. Walipokaa, kila mmoja alikuwa na wasiwasi. "Tumekusanyika hapa kwa sababu kuna giza linatanda juu ya ufalme wetu," Mfalme Josefu alisema kwa sauti nzito. "Nimeona ishara za usaliti, lakini sijui adui yangu ni nani." Katika kikao hicho, hakuna aliyethubutu kumtaja Malkia Maria kama mshukiwa. Badala yake, baadhi ya waziri walimzingizia Chiva, mkuu wa majeshi ambaye mfalme alikuwa akimwamini sana.
Malkia Maria alitumia nafasi hiyo kumchochea kaka yake. "Mfalme wangu," Maria alisema kwa sauti ya kujifanya kuwa na huzuni, "inaumiza kuona mtu uliyemwamini akisaliti. Chiva amekuwa karibu nasi kwa muda mrefu, lakini inaonekana tamaa yake ya madaraka imempofu." Mfalme Josefu alikuwa katika hali ngumu. Alimpenda Chiva, lakini shinikizo kutoka kwa dada yake na baadhi ya waziri lilikuwa kubwa. Kwa masikitiko makubwa, aliamuru Chiva aondolewe kwenye jumba la kifalme na asirudi tena. Siku moja, Mfalme Josefu alipokuwa ameketi kwenye kiti chake cha enzi, mpelelezi wake wa siri alikuja mbio. "Mfalme wangu," alisema kwa hofu, "nina habari mbaya. Ni Malkia Maria ndiye anayepanga usaliti." Mfalme Josefu alikasirika sana. "Usiseme uongo, dada yangu hawezi kamwe kunisaliti," alimkemea mpelelezi wake. Lakini tangu siku hiyo, matukio ya ajabu yalianza kutokea. Mfalme alianza kuwekewa sumu kwenye chakula na vinywaji vyake mara kwa mara. Akiwa na wasiwasi mkubwa, Mfalme Josefu alianza upelelezi wake mwenyewe kwa siri kubwa. Aligundua kuwa dada yake ndiye aliyekuwa akipanga njama zote. Alikuwa akikutana kwa siri na viongozi wa makabila aliyowashawishi, akipanga jinsi ya kumwangusha. Siku moja, Maria alimwendea Mfalme Josefu akiwa na sura ya huzuni. "Kaka yangu," alisema, "nimepata habari za njama dhidi yako. Kuna watu wanataka kukuangusha." "Nani hao, Maria?" Mfalme aliuliza kwa sauti ya baridi. "Ni watu niliowasikia wakizungumza kwa siri," Maria alijibu, akiepuka macho ya kaka yake. "Ninahofia usalama wako." Mfalme Josefu alimtazama dada yake kwa muda mrefu. Moyoni mwake kulikuwa na mchanganyiko wa huzuni na hasira. Alijua ukweli, lakini alikuwa bado anatamani kuwa amekosea kumhusu dada yake. Hata hivyo, wakati wa mapambano ulifika. Maria, akiungwa mkono na majeshi kutoka makabila mbalimbali, alishambulia jumba la kifalme. Vita vikali vilizuka. Mfalme Josefu alipigana kwa ujasiri, akiwalinda watu wake na ufalme wake. Rehema, mke wake mpendwa, alikuwa naye bega kwa bega, akimtia moyo na kumsaidia. Lakini nguvu za maadui zilikuwa nyingi. Mfalme Josefu, Rehema na wengi wa askari wake walipigana hadi tone la mwisho la damu. Kabla hawajafariki, walimkabidhi mtoto wao mchanga, Yohana, kwa mwana, mjakazi mwaminifu wa kifalme. Yohana, jina lenye maana ya Mungu ni neema, alikuwa tumaini pekee lililobaki kwa ufalme wa Kilole. Katika vita hivyo vya kusikitisha, Mfalme Josefu na mpenzi wake Rehema walianguka. Malkia Maria alisimama juu ya miili yao, macho yake yakiwa yamejaa ushindi wa muda mfupi. Alikuwa amefanikiwa kumwondoa kaka yake, lakini hakujua kuwa mbegu ya uasi tayari ilikuwa imepandwa, na siku moja ingeota na kuiangusha utawala wake. Baada ya vita ile ya umwagaji damu, Eliesa alipanda kwenye kiti cha enzi cha Kilole, akitawala chini ya kivuli kikubwa cha mama yake, Malkia Maria. Siku ya kutawazwa kwake ilikuwa sherehe ya kifahari, iliyojaa nderemo na vifijo vya kinafiki. Eliesa alionekana mwenye furaha tele, akiwa amesimama kando ya mama yake, ambaye alionyesha fahari isiyo na kifani. Mara baada ya kukaa kwenye kiti cha enzi, Eliesa alidhihirisha ukatili usio na mfano. Alikuwa kijana mdogo aliyelelewa katika mazingira ya tamaa na hila, na sasa alikuwa na nguvu ya kufanya lolote alilotaka. Hakusikiliza ushauri wa mtu yeyote isipokuwa mama yake, ambaye alimwongoza kwa mkono wa chuma. Enzi za raha na amani zilizokuwepo chini ya mfalme aliyepita zimekwisha, Eliesa alisema kwa sauti kubwa siku moja, akiwahutubia watu wake waliokuwa wamejaa hofu. "Mimi ndiye mfalme wenu wa zama hizi, na utawala wangu utakuwa wa nguvu na utisho." Eliesa alikuwa na tabia ya kupenda wanawake, lakini ukatili wake uliwafanya wamwepuke kama ukoma. Hakuna mwanamke aliyethubutu kukaa karibu naye kwa hiari. Wakati huo huo, Yohana, mtoto wa Mfalme Josefu, alikuwa akikua katika mazingira magumu chini ya uangalizi wa Tamari, mjakazi mwaminifu. Tamari alimlinda Yohana kwa siri kubwa, akimficha ukweli kuhusu asili yake ili kumwepusha na hatari. Alimlea kama mtoto wake mwenyewe, akimfundisha maadili mema na kumtia moyo. Yohana alikuwa kuwa kijana mwenye akili na busara, ingawa alikuwa na huzuni isiyoelezeka moyoni mwake. Alikuwa akijiuliza mara kwa mara kuhusu wazazi wake, lakini Tamari alikataa kuzungumzia masaibu yaliyopita. Katika ukuaji wake, Yohana alipata rafiki wa karibu, msichana mrembo na jasiri aliyeitwa Ana. Walishirikiana katika shida na raha, wakifanya kazi ndogondogo pamoja kujikimu kimaisha. Upendo wao ulikuwa polepole, kama chipukizi linalotafuta mwanga. Hawakuwa wachumba bado, bali walikuwa roho mbili zilizounganishwa na uelewano wa kina. Wakiwa wakitembea mitaani siku moja, Yohana na Ana walikutana na umati mkubwa wa watu waliokusanyika kwenye ukumbi.
Kulikuwa na maonesho ya hadithi, na siku hiyo walikuwa wanaigiza kuhusu mfalme mmoja aliyeitwa Yosefu, ambaye aliongoza nchi kwa amani na ustawi mkuu. Yohana alisikiliza kwa makini, moyo wake ukipigwa na hisia ambazo hakuweza kuzielewa. Hakujua kuwa alikuwa akisikiliza hadithi ya baba yake mwenyewe. Tamari, mama yake mlezi, alimwambia kila mara, "Wewe ni mtoto wa kawaida tu Yohana. Usijaribu kujua mambo yaliyopita. Maisha yetu ni haya tulionayo sasa." Alifanya hivyo kwa kumpenda na kumwogopa Eliesa. Wakati huo huo, katika jumba la kifalme, Nabii Eli alimwendea mfalme Eliesa kwa onyo. "Ewe mfalme," alisema kwa sauti kubwa, "acha ukatili wako kwa watu wako. Kuna pigo kubwa linakuja mbele yako iwapo hutabadilika." Lakini Eliesa alipuuza maneno ya nabii kwa dharau. Nabii Eli kasema, "Wewe ni mzee uliyepitwa na wakati. Hakuna pigo litakaloniangusha mimi." Eliesa alijibu kwa kiburi. Haikuchukua muda mrefu kabla ya nchi kukumbwa na njaa kali. Ukame uliharibu mazao na watu walianza kufa kwa njaa. Walijaa kwenye jumba la kifalme wakitafuta chakula, lakini Eliesa aliwafukuza kwa ukatili. Siku moja, Yohana alipokuwa akifanya biashara ndogo ndogo alizokuwa akisaidiwa na Tamari, alikutana na mzee mmoja aliyekuwa amepona kwenye vita vya mfalme Yosefu. Mzee huyo aliyeitwa Paulo, alipomwona Yohana, alishangaa sana. Mfanano wake na mfalme Yosefu ulikuwa wa kushangaza. Wewe ni nani?" Paulo alisema kwa mshangao. "Baba yako yuko wapi?" Yohana, ambaye alikuwa amejengwa na hekima ya ajabu, alijibu, "Mimi sina baba wala mama. Nimelelewa na mama mlezi." Paulo alimtazama kwa umakini zaidi. "Lakini unafanana sana na mfalme Yosefu. Una umri gani?" Yohana alipomwambia umri wake, Paulo alianza kupata picha kamili. Ilikuwa miaka ile ile ambayo mtoto wa mfalme Yosefu angekuwa nayo. Baada ya Paulo kuondoka, Yohana alianza kujiuliza kwa wasiwasi, "Mimi ni nani hasa?" Alimwendea Tamari na kumuuliza kwa uhakika, "Mama, niambie ukweli, mimi ni nani? Kwa nini ninafanana sana na mfalme niliyemsikia kwenye hadithi?" Tamari alilia na hatimaye akamweleza Yohana ukweli wote kuhusu asili yake, kuhusu mfalme Yosefu, Malkia Maria na vita vya kusikitisha vilivyoua wazazi wake. Yohana alisikiliza kwa uchungu mkuu, moyo wake ukijaa hasira na kiu ya kisasi. Anna, rafiki yake wa utotoni, alikuwa naye karibu akimfariji na kumtia moyo. Alishuhudia maumivu yake na kuahidi kumsaidia katika lolote. Yohana aliamua kulipa kisasi kwa ajili ya baba yake na watu wa Kilole waliokuwa wakiteseka chini ya utawala wa kikatili wa Eliesa. Alimwomba Paulo amfundishe mbinu za mapigano na matumizi ya upanga. Paulo, akiona azma yake, alikubali kwa moyo wote. Yohana alifanya mazoezi kwa bidii, akijifunza kwa ustadi wote, huku akichochewa na hasira na upendo kwa baba yake ambaye hakuwahi kumjua. Wakati Yohana akiendelea na mafunzo yake, Nabii Eli alimwendea tena mfalme Eliesa. Nabii Eli kasema, "Ewe mfalme, ninaona hasili ya kifalme ikikaribia nyumbani kwako." Eliesa alicheka kwa dharau. Eliesa kasema, "Hasili gani ya kifalme? Hakuna mtu anayethubutu kunipinga mimi." Hakuelewa kuwa nabii alikuwa akimzungumzia Yohana. Malkia Maria aliendelea kumshauri mwanawe na kuimarisha utawala wake kwa ukatili zaidi. Aliwaogopesha watu na kuwazuia wasijaribu kumpinga Eliesa. Hata hivyo, habari za kijana mmoja jasiri aliyekuwa akijifunza mapigano kwa siri zilianza kuenea. Watu walimwona Yohana kama tumaini lao jipya. Siku moja, Yohana, akiwa ameandaliwa kikamilifu na akiungwa mkono na watu waliokuwa wamechoshwa na ukatili wa Eliesa, aliongoza mashambulizi makali dhidi ya jumba la kifalme. Vita vikali vilizuka tena, lakini wakati huu roho ya ukombozi ilikuwa upande wa Yohana. Mfalme Eliesa na mama yake, Malkia Maria, walishtushwa na nguvu za ghafla za Yohana na wafuasi wake. Walijaribu kupinga, lakini walizidiwa nguvu. Mwishowe, wakiwa wamezingirwa na hasira ya watu, walilazimika kukimbia kutoka kwenye jumba la kifalme ili kuokoa maisha yao. Utawala mbaya wa mfalme Eliesa ulikuwa umeangushwa. Yohana, mtoto wa mfalme aliyependwa, alikuwa ameinuka kama mwanga katika giza, tayari kukomboa ufalme wa baba yake. Lakini safari yake ilikuwa bado haijaisha, na changamoto nyingi zilikuwa bado zinamsubiri katika harakati zake za kuleta haki na amani kwa Kilole. Baada ya Eliesa na mama yake, Malkia Maria, kukimbia kutoka kwenye jumba la kifalme, Yohana aliingia kama mkombozi. Watu walimshangilia kwa furaha, wakimkaribisha kama mrithi halali wa mfalme Yosefu. Anna alikuwa kando yake, akishuhudia kwa fahari ushindi wa mpenzi wake. Yohana alisimama kwenye ukumbi wa jumba la kifalme, akitazama watu wake kwa huruma na azma.
nimekuja kuleta haki na amani katika ufalme wetu, alisema kwa sauti iliyojaa ujasiri. Ukatili wa Eliesa na mama yake hautarudi tena. Mara moja, Yohana alianza kazi ya kuujenga upya ufalme. Aliwapa chakula wale waliokuwa na njaa, akawafariji waliopoteza wapendwa wao, na akaanzisha mfumo mpya wa utawala uliozingatia haki na usawa. Watu wa Kilole walimpenda na kumheshimu, wakiona ndani yake roho ya baba yake. Ana alikuwa mshauri wake mkuu, akimpa busara na upendo katika kila hatua. Walifanya kazi pamoja kwa karibu, wakijenga upya ufalme wao kwa matumaini mapya. Hata hivyo, ushindi wa Yohana haukuwa mwisho wa matatizo yao. Eliesa, akiwa amejaa hasira na kiu ya kulipiza kisasi, alikuwa akikusanya nguvu kwa siri. Yeye na mama yake walikimbilia katika nchi za jirani, ambako walipata wafuasi wachache waliokuwa tayari kuwasaidia kurudi na kutwaa tena ufalme. Hatutashindwa, mwanangu, Malkia Maria alimwambia Eliesa kwa sauti ya sumu. Tutawashambulia ghafla na kuwarejesha kwenye utumwa. Eliesa alikubali kwa kichwa, macho yake yakiwa yamejaa chuki. Alikuwa tayari kufanya lolote ili kulipiza kisasi kwa Yohana na watu wake. Wakati huo huo, Nabii Eli alimwendea Yohana kwa onyo lingine. Mwanangu, alisema kwa huzuni, adui yako hajalala, anapanga kurudi na nguvu mpya. Lazima uwe macho. Yohana alichukua maneno ya nabii kwa uzito. Alijua kuwa Eliesa hangekata tamaa kwa urahisi. Alianza kuimarisha jeshi lake na kuweka walinzi katika mipaka yote ya ufalme. Siku moja, wapelelezi wa Yohana walileta habari kuwa Eliesa alikuwa akikaribia na jeshi kubwa. Yohana alijua kuwa vita vingine vilikuwa vimekaribia. Alikusanya watu wake na kuwaongoza kuelekea uwanja wa vita. Vita vilikuwa vikali na vya umwagaji damu. Upande mmoja ulikuwa na hasira ya kulinda uhuru wao, na upande mwingine ulikuwa na kiu ya kulipiza kisasi. Yohana alipigana kwa ujasiri, akiwa mstari wa mbele, akionyesha mfano kwa askari wake. Ana alikuwa kando yake, akimpa nguvu na kumsaidia katika mapigano. Mwishowe, nguvu za Yohana na watu wake zilishinda. Jeshi la Eliesa lilikimbia, likiacha nyuma maiti na silaha. Eliesa mwenyewe alijaribu kukimbia, lakini Yohana alimfukuza na kumkabili ana kwa ana. Umekuja tena kwa ajili ya umwagaji damu? Yohana alimuuliza Eliesa kwa hasira. Nitakurudisha kwenye mavumbi, Eliesa alijibu kwa hasira, akishika upanga wake. Wakapigana kwa muda mrefu, kila mmoja akijaribu kumshinda mwingine. Lakini Yohana, akiwa amejaa haki na hasira kwa ajili ya wazazi wake na watu wake, alikuwa na nguvu zaidi. Alimshinda Eliesa na kumkamata. Malkia Maria, akiona mwanawe ameshindwa, alijaribu kumshambulia Yohana, lakini alizuiwa na askari wa Yohana. Alikamatwa pia, uso wake umejaa hasira na chuki. Yohana alisimama juu ya maadui wake waliokuwa wameshindwa, akitazama watu wake waliokuwa wakishangilia. Alijua kuwa haki ilikuwa imetendeka. Alimwendea Ana, akamshika mkono na kumtazama kwa upendo. Tumefanya hivyo mpenzi wangu, alisema kwa sauti ya chini. Amani itatawala tena Kilole. Malkia Maria na Eliesa walifungwa na kuhukumiwa kwa uhalifu wao. Yohana aliongoza ufalme kwa hekima na haki, akishirikiana na Ana. Kilole kilistawi tena, na kumbukumbu ya mfalme Josefu iliishi katika mioyo ya watu wake. Nabii Eli alimwendea Yohana kwa mara ya mwisho. Mwanangu, alisema kwa tabasamu, umeonyesha kuwa wewe ni mrithi mwaminifu wa baba yako. Amani iwe nawe na ufalme wako. Na hivyo, giza lililoletwa na usaliti liliondolewa, na mwanga wa matumaini ukaangaza tena juu ya ufalme wa Kilole. Yohana na Ana waliendelea kuongoza kwa upendo na haki, wakihakikisha kuwa ukatili wa zamani haurudi tena. Mfalme Yohana alitawala kwa miaka mingi, akijitahidi kwa moyo wake wote kuponya majeraha ya vita na kuleta ustawi katika ardhi ya Kilole. Lakini kama kivuli kinachofifia, lakini hakipotei kabisa, majuto yalimwandama kila mara. Alijuta kwa uamuzi wake wa kumwacha Eliesa na mama yake, Malkia Maria, waishi baada ya anguko lao la kwanza. Hisia ya kuwa alikuwa amepanda mbegu mbaya, ambayo siku moja ingechipua na kuleta uharibifu, ilimnyima usingizi mara nyingi. Miaka ilisonga mbele kwa kasi ya kawaida ya wakati. Uzee ulimlemea Malkia Maria gerezani, na mwili wake uliokuwa umejaa uchu wa madaraka ulianza kudhoofika. Hatimaye, roho yake iliyokuwa imejaa hila iliondoka, na kumwacha Eliesa katika upweke wa uchungu. Chuki yake kwa ufalme wa Kilole ilizidi kukua, ikimfanya kuwa mtu aliyejaa kisasi na giza. Katika kipindi hicho cha utulivu wa nje, nyufa za usaliti zilianza kuonekana katikati ya nguzo za ufalme wa Yohana. Viongozi wachache, waliolemewa na tamaa au chuki za siri, walifanya mawasiliano ya kificho na Eliesa.
Kwa usiri mkubwa, walimtoa gerezani, wakiamini kuwa wanaweza kupata faida kwa kumrudisha kwenye kiti cha enzi. Mimi ndiye mfalme halali wa taifa la Kilole, Eliesa alitangaza kwa sauti iliyojaa hasira iliyokuwa imekolea kwa miaka mingi mara baada ya kuachiliwa. Lakini badala ya kurudi moja kwa moja kwenye jumba la kifalme, alitumia akili yake iliyochochewa na kisasi. Alikimbilia kwenye nchi ndogo iliyoitwa Pangalawe, iliyokuwa imejificha pembezoni mwa nchi ya Mainde. Huko, kama simba aliyejeruhiwa anayerudi kujilamba vidonda, alianza tena kukusanya nguvu na kuwavutia wafuasi wenye nia kama yake. Mfalme Yohana aliposikia habari za kutoroka kwa Eliesa, alishtuka na kuchanganyikiwa. Hakuelewa jinsi gani mtu ambaye alikuwa amefungwa kwa ulinzi mkali angeweza kutoweka. Hakujua kuwa usaliti ulikuwa umeingia ndani ya moyo wa jumba lake mwenyewe. Nabii Eli, ambaye roho yake ilikuwa imeunganishwa na ustawi wa ufalme, alihisi wingu la giza likikaribia. Alimfuata Mfalme Yohana kwa haraka, uso wake umejaa wasiwasi. "Mwanangu," alisema kwa sauti iliyopungua, "naona giza mbele. Silijui kwa nini nimeona giza, lakini linanitia hofu." Maisha ya kawaida yaliendelea kwa watu wa Kilole. Mfalme Yohana na Malkia Ana walifurahia upendo wao, na furaha yao iliongezeka walipopata watoto mapacha wawili, mstari wa mvulana aliyeitwa Rego, jina lililokuwa na maana ya nguvu, na msichana aliyeitwa Angel, ishara ya uzuri na amani. Wakati huo huo, Eliesa alikuwa akifanya kazi kwa bidii huko Pangalawe, akijenga jeshi lake kwa siri. Mzee Paulo, yule askari mwaminifu aliyepona vita vya Mfalme Josefu, aliposikia habari za kutoroka kwa Eliesa, alimwendea Mfalme Yohana mara moja. "Mfalme wangu," alisema kwa msisitizo, "kuwa makini sana. Hata baba yako, Mfalme Josefu, ilianza hivi. Jihadharini na wale wanaokuzunguka ndani ya jumba lako." Maneno hayo yalimkumbusha Yohana onyo la Nabii Eli, na kwa mara ya kwanza akahisi baridi ya hofu ikimpitia mgongoni. Rego na Angel walikuwa haraka, wakilelewa katika mazingira ya upendo na anasa ya kifalme. Walipofikia umri wa miaka 10, ulimwengu wao ulianza kubadilika ghafla. Eliesa, akiwa ameandaa jeshi lake kikamilifu, alianza mashambulizi makali dhidi ya Kilole. Mfalme Yohana aligundua kwa mshtuko na huzuni kubwa kuwa maneno ya Paulo yalikuwa ya kweli. Alikuwa amezungukwa na wasaliti ambao walikuwa wamefungua njia kwa adui yake. Siku moja ya kutisha, wakati mashambulizi yalipofikia kilele chake, bahati mbaya ilimtokea Rego. Alikuwa ametoka nje ya jumba la kifalme kwenda kucheza, akifurahia uhuru wa utoto wake. Alipokuwa akirudi, alikuta jumba hilo limejaa vurugu na mapigano. Alishuhudia kwa macho yake mwenyewe jeshi la baba yake likizidiwa vikali na askari wa Eliesa ambao walionekana kuwa wengi na wenye hasira zaidi. Eliesa mwenyewe alisimama pembeni akiwa amevalia mavazi ya vita, akitazama kwa sura ya ushindi, akiamini kuwa alikuwa akirudisha kile ambacho aliamini kuwa ni haki yake. Ingawa umri ulikuwa umemlemea, kiu yake ya ufalme ilikuwa bado inawaka kama moto mkali. Rego, akiwa amesimama kwa hofu, aliona watu wake wa karibu wakianguka chini ya makali ya silaha. Alishuhudia askari wakikatwa mapanga, na kilio cha maumivu kilijaza hewa. Baba yake, Mfalme Yohana, alipigana kwa ujasiri, lakini alizidiwa na maadui. Pacha wake mpendwa, Angel, alifariki katika machafuko hayo. Mama yake, Malkia Ana, alipouona mparaganyiko huo mbaya, alimkimbilia Rego, akamkuta amejificha kwa woga, macho yake yakiwa yamejaa mshtuko. Hakukuwa na mtu salama. Hata Nabii Eli, ambaye alikuwa amekuwa mwongozo na baraka kwa Mfalme Yohana na Mfalme Josefu, alifariki siku hiyo ya damu. Ana alimbeba mwanawe aliyekuwa analia kwa hofu, huku Rego akiwa ameshikwa na butwaa, akishindwa kuamini kile alichokuwa akishuhudia. Walikimbia kupitia barabara zilizokuwa zimejaa maiti na uharibifu, lakini Eliesa aliwaona na kuamuru majeshi yake kuwafukuza. Ana alikimbia kwa nguvu zake zote, akimlinda mwanawe kwa mwili wake. Walifika kwenye ukingo wa korongo kubwa, ambapo ardhi ilishuka ghafla kwenye bonde lenye kina kirefu. Chini walisikia ngurumo ya maji ya mto Nuvu. Akiwa amefikia mwisho, Ana alijua kuwa hawakuwa na pakwenda tena. Majeshi ya Eliesa walikuwa wamewafikia. Kabla hawajamkaribia, mishale mingi ilimpiga Ana mgongoni. Alipiga kelele kwa maumivu, lakini hakumwachia Rego. Akiwa amejeruhiwa vibaya, alimshika mwanawe kwa nguvu na kumwambia kwa machozi yaliyochanganyika na damu, "Sitamani nikuone unafia hapa ninapokufa mimi, mwanangu. Bora maji ya kuchukue. Wewe si mtoto wa kawaida wa kifalme. Mungu akipenda, maji yatakuokoa." Akiwa ameshikwa na hofu na upendo usio na kifani, Ana alifanya uamuzi wa mwisho. Alimsukuma Rego korongoni. Eliesa alisimama pale kwenye ukingo wa korongo, akichungulia chini kwenye kina kirefu ambako mwili wa mama yake Rego ulikuwa umetoweka.
Giza lililotanda chini lilimeza kila kitu, lakini akili yake ilijaa picha za matukio ya hivi karibuni. Alihisi utupu usioelezeka, lakini pia alikuwa na uhakika, kwa ukatili wa moyo wake, kwamba mtoto alikuwa amepotea. Bado alihitaji uhakika, uthibitisho wa mwisho. Nendeni chini, aliamuru majeshi yake kwa sauti baridi iliyojaa ukatili. Hakikisheni hakuna aliyesalia hai. Rudini na uhakika. Kundi kubwa la askari, likisukumwa na hofu ya bwana wao, lilikubali kwa unyonge na kuanza safari ya kushuka kwenye korongo hilo hatari. Miamba iliyoteleza na njia nyembamba zilijaribu ujasiri wao. Saa zilipita na Eliesa akasubiri kwa uvumilivu, akitazama giza lililokuwa likizidi kuwa nene. Hatimaye wawili tu ndio waliorudi, wakiwa wamechoka, wamejeruhiwa na hofu iliyochorwa kwenye nyuso zao. Bwana wetu, mmoja wao alisema kwa sauti ya kutetemeka, damu ikimtoka kwenye mkono, ulitutuma wengi, lakini sisi wawili tu ndo tumeweza kurudi. Korongo lile ni hatari mno. Mto Luvu umejaa mamba wakali sana. Tuliona upepo mkali ukiwafanya wateleze kwenye maji, na kisha tulishuhudia wanyama wale wakubwa wakiwatafuna wote. Wengi wetu hawakufika hata chini. Eliesa aliposikia hivyo, alijua kabisa bila shaka yoyote kwamba hata mtoto yule, Rego, alikuwa ameliwa na mamba. Hakutaka kabisa kubaki hata chembe moja ya nasaba ya kifalme ambayo inaweza kumtishia utawala wake mpya. Kesho yake, alifanya sherehe kubwa sana. Moto mkubwa uliwaka katikati ya jumba la kifalme, na watu walikunywa pombe na kulewa kwa furaha bandia, wakisherehekea kupanda kwake kwenye kiti cha enzi. Muziki ulijaa hewa, na vicheko vya kulazimishwa vilisikika kila mahali. Huku Eliesa akiamini kwa kiburi chake kipofu kuwa hakuna mtu ambaye angekuja tena kusumbua ufalme wake. Lakini hatma, kama mto unaopita chini ya ardhi, hauwezi kuzimwa kabisa. Rego alipoanguka kwenye maji ya mto Luvu, haikuwa mwisho wake. Alidondokea kwenye rundo la majani mazito yaliyokuwa yakielea, yaliyosukumwa na mkondo wa maji. Alikuwa amezimia kutokana na mshtuko na kusukumwa na maji kwa umbali mrefu. Ilipofika usiku sana, alisimama kwa shida kwenye rundo lile la majani, akitetemeka kwa baridi na hofu, mwili wake ukiwa umejaa majeraha madogo na uchovu, na akalala hapo juu ya maji, akitumaini kuwa asubuhi ingeleta wokovu. Asubuhi ilipofika, nuru hafifu ilianza kumwamsha. Macho yake yalipofunguka kwa shida, aliona sura isiyojulikana ikimwangalia kwa wasiwasi. Ilikuwa ni Chiva, yule mkuu wa majeshi aliyefukuzwa na Mfalme Josefu kwa hila za Maria. Alikuwa mzee sana sasa, na maisha ya upweke nje ya mipaka ya ufalme yalikuwa yameandika hadithi ya huzuni kwenye uso wake. Alipokuwa akipita kando ya mto, akitafuta mimea ya dawa, aliona kifusi cha majani kikiwa kimefungamana, na ndani yake alimuona mtoto mdogo. Alifikiri labda ni mtoto aliyekufa aliyetupwa na maji, hivyo akamkaribia kwa huruma. Alimchukua kwa uangalifu, bila kujua alikuwa akisaidia nani. Huko kwenye jumba la kifalme, maisha ya anasa na dhambi ya kusaliti ufalme yalirudi kwa kasi mara mbili ya mwanzo. Eliesa alifurahia utawala wake mpya, akizungukwa na watu waliojipendekeza na wanawake aliowachukua kwa nguvu. Nabii Eli alikuwa amefariki, na nafasi yake ilichukuliwa na Renadi, ambaye alijitahidi sana, lakini alikumbana na upinzani mkubwa kutoka kwa Mfalme Eliesa, ambaye hakutaka kusikia lolote kuhusu Mungu. Kodi kwenye taifa ilipanda sana, na watu walianza kulia kwa dhiki, lakini sauti zao hazikufika kwenye masikio ya mfalme wao katili. Kwa upande wa Rego, yule mkuu wa majeshi mzee alimkuta mtoto huyo amezimia, hana fahamu kabisa. Alimchukua kwa uangalifu na kumpeleka kwenye kibanda chake cha msituni. Alimpa dawa za kienyeji, na baada ya muda, Rego alizinduka. Lakini alipomuona yule mzee, Rego aliogopa sana, akimkumbuka yule mzee aliyesimama pembeni, akitazama mauaji kwenye jumba la kifalme. Hata hivyo, uso wa mzee huyu ulikuwa tofauti. Ulikuwa umejaa huruma na wasiwasi. Yule mzee alimshangaa. "Mbona unaonekana una hofu sana, mjukuu wangu?" alimuuliza kwa upole, sauti yake ikiwa imejaa wasiwasi. "Wazazi wako wako wapi?" Mtoto hakujibu, bali alianza kulia tu, akitetemeka kwa hofu na kumbukumbu mbaya. Mzee Chiva alijua kuwa mtoto huyo hakuwa sawa akilini mwake, hivyo akamwacha apumzike kwanza. Alijua kuwa kwa wakati huo hangeweza kumweleza chochote. Mzee huyo alikuwa na mjukuu wake wa kike wa rika la Rego, aliyeitwa Mariamu. Alimwambia kwa upendo, "Mariamu, nenda cheza na mwenzako, lakini msitoke mbali." Mzee Chiva alitoka kwenda sokoni. Akiwa kwenye mkusanyiko wa watu, alisikia watu wakiongea sana kuhusu jinsi Mfalme Eliesa alivyokuwa amerudi kwenye ufalme na kuwaua watu wote, na jinsi alivyochukua nchi ya Kilole. Mzee alishangaa, lakini hakuweza kupata majibu kamili. Alijiuliza kuhusu yule mtoto. Aliamua kufanya kile kilichompeleka sokoni, na kisha kurudi nyumbani.
lakini bado hakuacha kumtazama Rego kwa makini. Aliona kuwa mtoto huyo alikuwa na huzuni kubwa moyoni mwake, na machoni pake kulikuwa na kiwango cha uchungu ambacho kilikuwa kikubwa mno kwa umri wake. Siku moja, aliamua kukaa naye karibu na kumuuliza kwa upole, "Unawakumbuka wazazi wako?" Mtoto bado hakusema chochote, akitazama chini kwa machozi yaliyokuwa yakimtoka polepole. Lakini alipomlazimisha kwa upole, akimshika mkono kwa upendo, Rego alianza kusema kwa sauti ndogo iliyojaa uchungu, kama mtu anayesimulia ndoto mbaya. "Mama, walipigwa mishale, walikuwa wengi, waliniambia niokoke, maji, walinisukuma." Maneno yalitoka kwa shida, yakiwa yamekatika na kulia. Alisimulia jinsi alivyoshuhudia mauaji ya baba yake, jinsi mama yake alivyojeruhiwa, na ujasiri wake wa mwisho wa kumtupa kwenye mto ili kumwokoa. Alieleza hofu, machafuko na upweke aliyokuwa amehisi. Mzee Chiva alisikiliza kwa makini, macho yake yakijaa machozi huku akishuhudia uchungu wa mtoto huyo. Aligundua ukubwa wa hasara aliyopata mtoto huyu mdogo. Alimkumbatia kwa nguvu, akijaribu kumpa faraja ambayo yeye mwenyewe alijua ilikuwa haba sana. Baada ya Rego kumaliza kusimulia, Mzee Chiva alisema kwa sauti ya kushangaa, "Kumbe nimewekwa hai mpaka leo kwa sababu hii. Damu ya kifalme imekuja tena kwenye nyumba yangu." Mjukuu wake, Mariamu, alimuuliza kwa udadisi, "Babu, huyu ni nani?" Mzee Chiva alimjibu kwa upole, akimpapasa kichwa, "Mjukuu wangu, ikifika wakati nitakwambia." Toka hapo, Mzee Chiva aliamua kumlea Rego na Mariamu kama watoto wake mwenyewe. Aliwafundisha tabia njema na busara. Lakini kwa Rego, maisha yake ya kukua yalikuwa yamejaa uchungu na roho ya kisasi iliyokuwa ikikua ndani yake kama moto uliofichwa. Mzee Chiva aliamua kuwafundisha watoto hao wote wawili sanaa ya upanga. Aliwapa mazoezi magumu sana. Walikimbia umbali mrefu kila asubuhi kabla ya jua kuchomoza. Walifanya mazoezi ya kuruka na kujikinga na mashambulizi ya kufikirika, na walitumia saa nyingi wakishika upanga, wakijifunza mbinu mbalimbali za kujihami na kushambulia. Mzee Chiva alimfundisha Rego kwa bidii zaidi, akiona ndani yake hasira takatifu iliyokuwa tayari kulipiza kisasi. Alimwambia Rego mara nyingi kuhusu ujasiri wa baba yake na upendo wa mama yake, akichochea moto wa kisasi ndani ya moyo wake. Nabii Renadi alifunga safari kuelekea kwenye jumba la kifalme, moyo wake ukiwa umejaa ujumbe muhimu aliouamini ulitoka kwa Mungu. Lakini alipofika kwenye lango kuu, walinzi wenye silaha walisimama imara, wakimzuia asiingie. Alijaribu kuwaeleza umuhimu wa ujumbe wake, lakini walikuwa wasiosikia. Hata hivyo, mlinzi mmoja ambaye alikuwa ameshuhudia unyenyekevu wa nabii hapo awali, aliamua kwenda kumjulisha Mfalme Eliesa. "Mfalme wangu," mlinzi huyo alisema kwa heshima, "kuna mtumishi wa Mungu anasubiri nje, nasema ana ujumbe muhimu kwako." Mfalme Eliesa, akiwa amekaa na mawaziri wake wakijadili mambo ya ufalme, alisita. Hakuwa na hamu ya kusikiliza maneno ya nabii huyo ambaye alimuona kama kero, lakini kwa sababu isiyoeleweka, labda udadisi au dharau, alisema, "Waacheni waingie." Nabii Renadi aliingia ndani ya ukumbi, akisimama mbele ya Mfalme Eliesa na baraza lake. Eliesa alimtazama kwa dharau. "Wewe tena, unakuja hapa kila siku bila jambo la msingi. Haya, leo umeleta nini? Tujuze haraka uondoke." Nabii Renadi alimwambia Mfalme Eliesa kwa utulivu, "Nimelala, nimeota ndoto. Nimeona simba dume na simba jike wako peke yao, lakini ndimi zao zinatema moto mkali." Maneno hayo yalizua kicheko kikubwa kutoka kwa watu wote waliokuwepo, akiwemo Mfalme Eliesa. Waliona ndoto hiyo kama upuuzi. Eliesa alipomaliza kucheka, alimuuliza nabii kwa kejeli, "Umemaliza?" Nabii Renadi alijibu kwa ujasiri, "Nimeanza. Sina kingine cha kuongeza, kwani chochote zaidi kitakuwa uongo." Mfalme Eliesa alimwambia kwa dharau, "Basi shika njia yako uondoke." Nabii Renadi alitoka, akihisi huzuni kwa sababu ujumbe wake haukusikilizwa. Huko Pangalawe, Rego na Mariamu walikuwa wamekuwa wapiganaji hatari sana. Mariamu alikuwa mahiri kwenye upinde na mishale, huku Rego akionyesha ustadi usio na kifani kwenye matumizi ya upanga. Ndoto ya kulirejesha ufalme wa baba yake ilikuwa moto unaowaka ndani ya moyo wake. Siku moja, Mzee Chiva aliugua sana, mwili wake uliokuwa umezeeka ukishindwa kumudu uzito wake. Nguvu zao pekee zilibaki kwa Mariamu na Rego. Hawakuwa na msaada kutoka kwa kabila lolote, walijiamini wao wawili tu. Mariamu alimwambia Rego kwa sauti ya upole, lakini yenye uhakika, "Rego, niambie ukweli wote yaliyokupata ulipokuwa mdogo. Ulikuja hapa ukiwa mtoto mwenye hofu sana. Tafadhali, niambie." Rego alimtazama Mariamu kwa macho yaliyojaa kumbukumbu chungu. Alianza kumweleza kila kitu: mauaji ya baba yake, ujasiri wa mama yake, hofu aliyohisi alipotupwa kwenye mto.
Alieleza jinsi maji yalivyompeleka, upweke wake, na jinsi mzee Chiva alivyomkuta. Alisimulia kila undani, na Mariamu aliposikiliza, machozi yalianza kumtoka, akihisi maumivu ya Rego kana kwamba yeye ndiye aliyeyapitia. Tuanze wapi? Mariamu alimuuliza Rego kwa sauti iliyojaa azma baada ya kusikia hadithi yote. Rego alijibu kwa macho yanayoonyesha ujasiri, tumeanza tayari. Tukiwa sisi wawili, tuna nguvu zaidi ya jeshi la watu milioni 1. Wakapanga mashambulizi ya siri dhidi ya watu wa Wilitu, kabila lililokuwa mbali na ufalme, lakini lilikuwa na wapiganaji hodari. Walimfuata mzee Chiva na kumwambia, babu, wakati umefika sasa. Mzee Chiva, akiwa amelala kitandani kwa udhaifu, alisema kwa sauti ya kukata tamaa lakini yenye matumaini, fanyeni mnavyofanya. Ninaamini katika nyinyi. Rego na Mariamu walimpigia magoti mzee Chiva. Babu, walisema kwa pamoja, tunakushukuru sana kwa kutuonyesha njia. Siku tukirudi, tutarudi na kofia ya kifalme. Mzee Chiva alitabasamu kwa uchungu. Hatima yangu ilikuwa kuwaona ninyi mkiwa salama na mkiitawala nchi ya Kilole. Alimbariki Rego, akimuita kwa jina jipya, Rego Jeuri, Simba Dume. Rego na Mariamu walisujudu kwa mzee Chiva na kumwaga. Tunaenda kuchukua kiti cha ufalme, walisema kwa ujasiri. Mzee Chiva alijibu kwa sauti dhaifu lakini yenye nguvu, nendeni mkapambane, Rego Jeuri. Hawakuwa na msaada kutoka kokote, kutoka kwa kabila lolote. Waliamini katika upanga wao na mishale yao. Walitoka nchi ndogo ya Maduma na kuingia nchi ndogo ya Mainde kimya kimya, kisha wakakaribia Kilole kwa siri. Hakuna mtu yoyote aliyewajua walikuwa wameingia Mainde. Huko walianza kupanga mashambulizi yao. Wakiwa wawili, waliamua kuanza shambulizi la kwanza kwa njia ya kutisha. Rego alimwambia Mariamu, ili watu waone sisi ni simba wawili hatari, tuwape taarifa. Usiku mmoja, walipoamka, giza lilikuwa limezidi. Rego aliandika ujumbe mfupi kwenye kipande cha ngozi. Uliandikwa simba wawili. Chini iliandikwa Rego Jeuri King. Katikati iliandikwa leo atakufa mmoja. Mariamu alifunga ujumbe huo kwenye mshale wake. Walipofika karibu na jumba la kifalme, Mariamu alirusha mshale ule kwa ustadi. Ulienda moja kwa moja na kukwama kwenye ukuta karibu na walinzi waliokuwa wamesimama. Walinzi walishangaa na kuogopa. Walijiuliza ni nani anayefanya hivyo. Hawakuweza kuelewa. Mjumbe huyo alipopelekwa kwa Mfalme Eliesa, alitangaza saa ya kiongozi mmoja kuuawa saa 6 usiku. Jina la kiongozi huyo lilitajwa, Razalo, mkuu wa washauri wa mfalme. Hofu ilitanda kwenye jumba la kifalme kabla hata hawajaanza. Hofu ilitanda kama giza nene ndani ya kuta za jumba la kifalme. Mara baada ya ujumbe wa kutisha kufika, Razalo, mkuu wa washauri wa Mfalme Eliesa, alipokea habari hizo kwa mikono inayotetemeka. Alikuwa mtu mwenye busara na uzoefu, lakini ujumbe ule ulimtia hofu isiyo kifani. Simba wawili, alisoma kwa sauti ya chini, akirudia maneno yaliyokuwa yameandikwa kwenye ngozi ile ndogo. Leo atakufa mmoja. Mara moja, Razalo alimwendea Mfalme Eliesa, uso wake umejaa wasiwasi. Mfalme wangu, alisema kwa haraka, tumepokea ujumbe wa kutisha. Kuna watu wamejitambulisha kama simba wawili na wametishia kumuua kiongozi mmoja leo saa 6 usiku. Jina langu limetajwa. Mfalme Eliesa alicheka kwa dharau, akipuuza hofu ya mshauri wake. Simba wawili? Upuuzi mtupu. Ni nani anathubutu kunitishia mimi, mfalme wa Kilole? Usiogope Razalo, nitaongeza ulinzi wako na hakuna mtu atakudhuru. Lakini Razalo hakuweza kujituliza. Alijua kuwa kuna kitu cha ajabu kuhusu ujumbe huo. Mfalme wangu, siamini kama ni vitisho vya kawaida. Kuna kitu nyuma ya haya maneno. Tafadhali, tuwe waangalifu. Mfalme Eliesa, ingawa alionyesha dharau, aliamuru walinzi zaidi kuwekwa kwenye makazi ya Razalo. Askari wenye silaha walizunguka nyumba yake usiku kucha, macho yao yakiwa yamejaa wasiwasi. Razalo mwenyewe alikaa ndani, akiomba na kusubiri kwa hofu saa 6 usiku ifike. Wakati huo huo, Rego Jeuri na Mariamu walikuwa wamejificha kwenye vivuli, wakisubiri kwa subira wakati wao ufike. Walikuwa kama roho mbili za usiku, zikinyemelea mawindo yao. Mariamu alikuwa amepanda mshale wake tayari, macho yake yakiwa yamejaa azma. Rego alishika upanga wake kwa uthabiti, akihisi damu ya baba yake ikimchemka ndani yake. Saa 6 usiku ilipokaribia, ukimya mzito ulitanda juu ya jumba la kifalme. Watu walikuwa wamelala, hawakujua hatari iliyokuwa inanyemelea. Ghafla, kwa kasi ya umeme, Mariamu alirusha mshale wake. Ulipaa hewani kimya kimya na kumpiga Razalo kifuani, kabla hata walinzi wake hawajaweza kuguswa. Razalo alianguka chini bila kutoa sauti, roho yake ikitoka kwa ghafla. Kabla walinzi hawajapata muda wa kujibu,
Rego jeuri aliruka kutoka kwenye maficho yake, upanga wake uking'aa kwa mwanga wa mwezi. Aliwapiga walinzi kwa ustadi wa kutisha, akiwaangusha chini kwa haraka na kwa ukali. Ndani ya dakika chache, wote waliokuwa wamemzunguka Razalo walikuwa wamelala chini, hawana uhai. Rego na Mariamu walitoweka haraka kama walivyokuja, wakiacha nyuma hofu na mshangao. Asubuhi iliyofuata, habari za kifo cha ghafla cha Razalo zilienea kama moto wa nyika. Watu walishangaa na kuogopa. Ni nani aliyethubutu kumuua kiongozi mkuu kama yeye? Na ujumbe ule wa kutisha ulikuwa na maana gani? Mfalme Eliesa alikasirika sana. Aliamuru uchunguzi mkali ufanyike, lakini hakuna dalili yoyote iliyopatikana kuhusu wauaji. Hofu ilianza kuingia moyoni mwake. Labda ujumbe ule haukuwa mzaha. Siku chache baadaye, ujumbe mwingine ulitokea. Tena uliandikwa simba wawili na ulitishia kumuua kiongozi mwingine, safari hii akiitwa Amani, mkuu wa jeshi. Mfalme Eliesa alichukua tishio hilo kwa uzito zaidi na kuweka ulinzi mkali kwa Amani. Lakini kama ilivyokuwa kwa Razalo, saa 6 usiku ilipofika, Amani alipatikana ameuawa kwa ustadi, na wauaji walikuwa wametoweka bila kuacha alama yoyote. Hofu ilizidi kutanda ndani ya jumba la kifalme na mitaani. Watu walijiuliza ni nani hawa simba wawili na ni nini walichokuwa wakitaka. Ufalme ulikuwa umeingia kwenye hali ya wasiwasi na kutokuwa na uhakika. Rego jeuri na Mariamu waliendelea na kampeni yao ya siri. Walishambulia viongozi wengine wawili waliokuwa karibu na mfalme Eliesa, kila mara wakiacha ujumbe ule ule wa kutisha. Kila shambulizi lilifanyika kwa usahihi wa ajabu na kutoweka kwa haraka, na kuacha polisi na askari wakishangaa na kuchanganyikiwa. Wananchi mitaani walishangaa na kuogopa. Ufalme ambao hapo awali ulikuwa umeonekana kuwa imara, sasa ulikuwa umejaa hofu. Walisikia tetesi kuhusu simba wawili, watu wasiojulikana, ambao walikuwa wakitesa ufalme kwa mauaji ya siri. Hakuna aliyeweza kujua walikuwa wapi au ni nini walichokuwa wakitaka haswa. Mfalme Eliesa alikuwa amezidiwa. Aliamuru walinzi zaidi. Aliahidi zawadi kubwa kwa yeyote ambaye angeweza kuwakamata simba wawili, lakini kila kitu kilikuwa bure. Hofu ilikuwa imemwingia moyoni na alianza kuogopa kivuli chake mwenyewe. Alijua kuwa kuna nguvu isiyoonekana iliyokuwa ikimwendea na hakuweza kujua jinsi ya kujikinga nayo. Mfalme Eliesa aliamuru kuitishwa kikao kikubwa cha dharura. Mawaziri wake walikusanyika kwa hofu, nyuso zao zikionyesha wasiwasi mkubwa kutokana na matukio mabaya yaliyokuwa yameikumba nchi. Nabii Renadi alikuwepo pia, akiwa amesimama kando, akitafakari kwa kina kuhusu ni nani aliyekuwa akitesa ufalme kwa njia isiyoeleweka. Ni nani? Mfalme Eliesa aliuliza kwa sauti iliyojaa kukata tamaa, akitazama baraza lake. Ni nani hawa simba wawili ambao wanaweza kuingia ndani ya ufalme wetu na kuwaua viongozi wetu bila kuonekana? Wote waliinamisha vichwa chini, ishara ya kuwa hata wao hawakuwa na majibu. Ukimya mzito ulitanda kwenye ukumbi. Mfalme, akijaribu kutafuta mwanga kwenye giza, aliamuru aletwe mmoja wa walinzi waliokuwa wamepona kwenye uvamizi wa kwanza wa Mariamu na Rego jeuri. Mlinzi huyo aliletwa mbele ya mfalme, akiwa bado na alama za vita. Wewe, Mfalme Eliesa alisema kwa ukali, ulikuwepo wakati walipovamia, uliweza kuona sura zao? Mlinzi alijibu kwa hofu, mfalme wangu, ilikuwa vigumu sana kuona sura zao. Walivamia kwa kasi sana, kama upepo, na walikuwa wamejifunika nyuso zao. Lakini ninachojua ni kwamba walikuwa mwanamke na mwanaume. Mfalme alimgeukia Nabii Renadi kwa matumaini haba. Kipindi kile uliponiambia kuhusu wale simba wawili wanaotema moto, mmoja wa kiume na mmoja wa kike, je, unafikiri ni unabii wako unaotimia sasa? Leo inawezekana kumaliza utata huu. Nabii Renadi alicheka kwa huzuni. Mfalme Eliesa alisema, hii ni hatima iliyoandikwa. Labda ungenisikiliza wakati ule, haya yasingetokea. Lakini sasa, hata mimi siwezi kubadilisha chochote. Aliondoka, akiwaacha wakiwa wamezidiwa na giza la ujinga wao. Siku hiyo iliisha bila kupata majibu yoyote. Huko Pangalawe, mzee Chiva alikuwa akipambana na ugonjwa wake. Rafiki yake wa zamani alikuja kumtembelea. Chiva, rafiki huyo alisema, mtaani kumezuka watu wanajiita simba wawili. Wanafanya mambo ya ajabu. Mzee Chiva aliposikia maneno hayo, alitabasamu kwa uchungu. Alijua kuwa Mariamu na Rego jeuri walikuwa wanaendelea na kile walichokuja kufanya. Wanafanya kazi yao kwa uaminifu, alijisemea. Rafiki yake alishangaa. Unacheka nini Chiva? Chiva alimficha ukweli. Nacheka kwa sababu kila kusudi hapa duniani lazima litimizwe, na hatima ya mtu haiwezi kuzuiliwa na mwanadamu. Kwenye jumba la kifalme, Mfalme Eliesa, akiwa amepoteza imani na askari wake, aliamuru watu kutoka taifa linalojulikana kwa ulinzi wake mkali waletwe.
Hawa walikuwa askari wenye mafunzo ya kutisha na uzoefu wa vita. Eliesa aliwazungusha ufalme mzima, akiwaahidi zawadi kubwa kutoka kwenye hazina ya kifalme iwapo Mariamu na Rego Jeuri wangeingia kwenye jumba hilo, wasitoke wakiwa hai kamwe. Aidha wauawe au wakamatwe wote wawili. Siku moja, Rego Jeuri na Mariamu walipanga shambulizi lingine. Lengo lao lilikuwa Renadi Mpamba, mkuu wa mawaziri na mtu katili sana. Alikuwa anajulikana kwa ukali wake katika kukusanya kodi. Kama huna, mali zako zilichukuliwa bila huruma. Renadi Mpamba alipokuwa akifanya shughuli zake za uongozi, akiwa na walinzi wake, ghafla walishangaa mshale ulipopita karibu naye na kumpiga mlinzi wake, ambaye alianguka chini na kufa papo hapo. Hofu ilimjaa Renadi Mpamba. Alipoangalia mshale, aliona kipande cha ngozi kimefungwa. Kulikuwa na ujumbe ulioandikwa kwa haraka: "Mfalme, nimerudi." Juu iliandikwa Rego Jeuri King, na chini Renadi Mpamba, zamu yako. Leo saa 6 utakuwa mwisho wako. Renadi Mpamba alipeleka ujumbe huo kwa Mfalme Eliesa kwa mikono inayotetemeka. Mfalme aliposoma, uso wake ulikunja kwa hasira na hofu. "Ulinzi wako uongezwe mara 2, alimwambia Renadi Mpamba kwa sauti iliyojaa wasiwasi. "Hakikisha hakuna mtu anayekaribia." Lakini hofu ilikuwa imemwingia Renadi Mpamba ndani kabisa. Alijua kuwa simba wawili walikuwa wamewahi kufanya walichosema. Alisubiri saa 6 usiku kwa hofu kubwa. Usiku huo, wakati saa 6 ilipokaribia, Rego Jeuri na Mariamu walikuwa wamekwisha weka mtego wao. Walitumia ustadi wao wa kujificha na kupenya kwenye ulinzi ulioimarishwa. Walipomfikia Renadi Mpamba, ambaye alikuwa amejifungia ndani ya chumba chake akizungukwa na walinzi, walivamia kwa kasi na ghafla. Mariamu alirusha mishale miwili kwa haraka, ikawapiga walinzi wawili waliokuwa karibu na mlango. Kabla walinzi wengine hawajajibu, Rego Jeuri alimrukia Renadi Mpamba kwa upanga wake, akimzima uhai wake kwa pigo moja la haraka. Wakiwa wamemaliza kazi yao, Rego Jeuri na Mariamu walianza kukimbia haraka kutoka kwenye jumba hilo. Walipokuwa wakitoroka, wakipitia juu ya ukuta wa jumba hilo kwenye eneo lenye miamba na giza, baada ya kuwa wameshamuua Renadi Mpamba, Mariamu aliteleza kwa bahati mbaya. Mguu wake ulipindika vibaya na akaanguka chini kwa maumivu makali. Kabla Rego hajamsaidia, askari walikuwa wamewazingira haraka. Rego Jeuri alipomuona Mariamu amekamatwa, moyo wake ulijaa hofu na hasira. Alitaka kumsaidia, lakini Mariamu alimwambia kwa machozi, "Nenda, Rego, tusije tukafa wote. Nenda, lipiza kisasi kwa ajili yetu." Kwa uchungu mkuu, Rego Jeuri aliamua kumwacha Mariamu mikononi mwa maadui. Alijua kuwa kama wote wawili wangekamatwa, matumaini yao yangefutika. Kwa machozi, alitoweka kwenye giza, akiacha nyuma mpenzi wake, lakini akiwa na ahadi ya kulipa kisasi iliyokuwa inateketea moyoni mwake. Ghadhabu ya Rego Jeuri ilikuwa kama moto uliozuka msituni, ikiteketeza kila kitu ndani yake. Kumwacha Mariamu mikononi mwa maadui, akijua mateso ambayo angeyapitia kwenye kuta za kikatili za jumba la kifalme, ilikuwa ni jeraha lililochonga milele kwenye roho yake. Kila pumzi aliyovuta ilikuwa ni ukumbusho wa kushindwa kwake, wa mpenzi wake aliyeteseka peke yake. Huko Pangalawe, rafiki wa mzee Chiva aliporudi na habari mbaya, huzuni ilimtanda mzee huyo aliyekuwa akipambana na ugonjwa wake. Kumsikia mjukuu wake mpendwa amekamatwa ilikuwa pigo kubwa zaidi kuliko maumivu yoyote ya kimwili aliyokuwa akisikia. Alilia kwa uchungu, akijua hatima inayomsubiri Mariamu mikononi mwa Eliesa. Ufalme wa Kilole ulikuwa umeingia kwenye maombolezo. Kifo cha waziri mkuu Renadi Mpamba kilikuwa pigo kubwa. Alikuwa kiongozi mwenye nguvu, na watu, licha ya ukatili wake katika ukusanyaji wa kodi, walikuwa wamemzoea. Siku ya msiba, Mfalme Eliesa alisimama mbele ya watu waliojaa huzuni na kutangaza kwa sauti iliyojaa hasira na majonzi. "Watu wa Kilole," alisema, "waziri mkuu wetu mpendwa, Renadi Mpamba, ameuawa kwa mikono ya watu wasiojulikana, wanaojiita simba wawili." Lakini badala ya huzuni, kulikuwa na msukosuko wa furaha ulioenea kati ya umati. Watu walishangaa, wakipeana habari kwa siri. Ingawa hawakuthubutu kuonyesha waziwazi, mioyo yao ilifurahi kwa siri kuondoka kwa kiongozi huyo katili. Mfalme Eliesa, akielewa mshangao huo, aliongeza kwa hasira, "Lakini sasa, mmoja wa simba wawili amekamatwa. Hii itakuwa fundisho kwa yeyote atakayejaribu tena kuusumbua ufalme wangu. Tutamuua hadharani ili wote waone matokeo yake." Shauku ya watu iliongezeka. Walitaka kumuona mtu huyo aliyekuwa akiwatetea kwa siri, mtu ambaye alikuwa amethubutu kupinga utawala wa Eliesa. Hawakujua ni nani hawa simba wawili. Mariamu alipitia mateso ya kutisha gerezani. Askari walimchapa, walimnyima chakula na maji, wakijaribu kumvunja roho yake. Lakini Mariamu alibaki kimya.
macho yake yakiwa yamejaa ujasiri na chuki kwa mfalme. Siku moja, Mfalme Eliesa alimtembelea gerezani, akitaka kushuhudia mateso yake na kumdhalilisha. "Kwa nini mnafanya haya, binti mdogo?" aliuliza kwa kejeli. Mariamu alimtazama kwa dharau, bila kujibu. "Umemwona mwenzako amekuacha?" Mfalme aliendelea, akijaribu kumchochea. "Sasa unaenda kufa kwa aibu kwenye soko kubwa, watu wengi wakiwa wanakutazama." Mariamu aliposikia mahali alipokuwa anakwenda kuuawa, alitabasamu kwa huzuni, lakini hakusema lolote. "Mwenzako yuko wapi?" Mfalme aliuliza kwa hasira. "Tuambie tumkamate, aje afe na wewe pamoja." Mariamu alimjibu kwa sauti tulivu, lakini yenye nguvu. "Yule unayemwita mwenzangu anaitwa Rego Jeuri, kijana mwenye damu ya kifalme. Subiri muda kidogo na utajua yeye ni nani hasa." Mfalme Eliesa, akidhani binti huyo alikuwa akiongea upuuzi, aliondoka, akiwaacha maagizo kwa walinzi kuhakikisha Mariamu haendi popote hadi siku ya hukumu yake. Siku ya tukio lililopangwa, Mfalme Eliesa aliita kikao kikubwa cha wazee wa baraza na mawaziri. Alisisitiza kwa Sefu, kiongozi wa masuala ya ulinzi, ambaye wengine walimjua kama fundi kwa uwezo wake wa kupanga ulinzi, kuhakikisha ulinzi mkali unaimarishwa kwenye soko. Hakutaka makosa yoyote. Wakati huo, Nabii Renadi Manamana aliingia ndani ya ukumbi. Aliongea kwa mafumbo, maneno yake yakizunguka kama upepo, yakiwaacha wengi wasielewe. Kwenye mikono ya mfalme kuna kwini wa taifa, lakini mfalme halisi atakuja kumchukua bila kizuizi. Hakuna awezaye kuzuia hatima. Alimaliza na kuanza kuondoka. "Usiondoke," Mfalme Eliesa aliamuru kwa wasiwasi. "Kwa nini unasema hivyo?" Nabii Renadi alijibu kwa utulivu, "Mimi nimetumwa na Mungu kusema hivyo. Hata mimi sijui maana kamili." Mfalme Eliesa, akiogopa maneno ya nabii, aliamuru Renadi Manamana akamatwe na kuwekwa gerezani kwa muda. Siku iliyopangwa kwa mauaji ya Mariamu ilifika. Umati mkubwa wa watu ulikusanyika kwenye soko, wakiwa na shauku na hofu. Walitaka kumuona yule simba mmoja ambaye alikuwa amethubutu kupinga utawala wa Eliesa. Wakati Mariamu, akiwa amefungwa minyororo na kujeruhiwa, alipoletwa katikati ya soko, ukimya mzito ulitanda. Mfalme Eliesa alisimama kwenye jukwaa, akitazama umati kwa kiburi na kicheko cha dharau. "Tazameni sasa," alisema kwa sauti kubwa, akimnyoshea kidole Mariamu aliyeinama kwa maumivu. "Huyu ndiye simba wenu mliyemtegemea. Ameishia hapa, dhaifu na peke yake. Mwenzake amemwacha akabiliane na adhabu yake. Hivi ndivyo inavyokuwa kwa wote wanaothubutu kunipinga mimi, Mfalme Eliesa." Lakini kabla hata maneno yake hayajamalizika, ghafla kulizuka msukosuko kwenye umati. Kwa kasi ya ajabu, mtu aliruka mbele, akipiga kelele za hasira. Ilikuwa ni Rego Jeuri. Alipigana kama simba aliyejeruhiwa, upanga wake ukiwazunguka askari kwa kasi ya umeme. Watu walianguka chini, hawana uhai. Hofu na mshangao vilijaa nyuso za watu. Hakuna aliyeweza kuamini kile walichokuwa wakishuhudia. Rego Jeuri alimfikia Mariamu, akaikata minyororo yake kwa pigo moja la upanga wake. Akamchukua mikononi mwake, akimtazama kwa upendo na huzuni. Kabla ya kuondoka, alisimama na kutangaza kwa sauti kubwa ili kila mtu asikie, "Nimekuja leo kwa ajili ya Mariamu, kwini wa taifa hili. Mimi ni Rego Jeuri, mtoto wa Mfalme Yohana. Lakini sikilizeni, tukirudi tena, hatutokuja kwa ajili ya waziri yoyote. Tutakuja kukata kichwa cha Mfalme Eliesa na kuchukua kiti cha enzi cha baba yangu." Mshangao ulikuwa mkuu. Watu walipeana habari kwa hofu na msisimko. Mtoto wa Mfalme Yohana alikuwa hai, na alikuwa amekuja kwa ajili ya kulipa kisasi na kudai haki yake. Rego Jeuri alitoweka haraka kwenye umati, akimbeba Mariamu aliyejeruhiwa, akiacha nyuma mshangao, hofu na matumaini mapya yaliyokuwa yakichipua mioyoni mwa watu wa Kilole. Furaha ya Mariamu ilikuwa kubwa, lakini uchungu wa mateso ulikuwa bado unamuuma. Alikuwa salama mikononi mwa Rego, lakini safari yao ilikuwa bado haijaisha. Baada ya Rego Jeuri kumkomboa Mariamu kwa nguvu na kutamka maneno yale ya kutisha dhidi ya Mfalme Eliesa, hofu ilitanda kama giza nene ndani ya moyo wa mfalme. Maneno yale yalikuwa yanazunguka akilini mwake bila kikomo, yakimnyima usingizi na amani. Alijiona akizungukwa na kivuli cha kifo, kikimnyemelea kutoka kwenye giza. Huko Pangalawe, Kenga, rafiki mkuu wa Mzee Chiva, alikuja kumtembelea kama kawaida, akimletea habari za mjini. Mzee Chiva alijua kuwa Mariamu alikuwa amekamatwa, na moyo wake ulikuwa umejaa wasiwasi na huzuni kwa ajili ya mjukuu wake. Alimkaribisha Kenga kwa tabasamu dhaifu, akijaribu kuficha hofu yake. "Kenga rafiki yangu," Mzee Chiva alisema kwa sauti ya kukwaruza, "habari gani kutoka Kilole?"
Kenga alionekana kuchanganyikiwa na msisimko. Chiva rafiki yangu, nimeona kitu cha ajabu sana leo sokoni. Sijawahi kushuhudia kitu kama hicho maishani mwangu. Mzee Chiva, akihisi wasiwasi moyoni, aliuliza kwa hofu, nini kimetokea Kenga? Kuna tatizo lolote? Kuna habari zozote kuhusu wale simba wawili? Nilisikia yule mwanamke alikamatwa. Kenga alimkatiza kwa furaha. Ndiyo Chiva, lakini hapo ndipo ilipokuwa ajabu. Wakati Mfalme Eliesa anatangaza kwa kiburi kuwa amemkamata yule simba jike na kutoa maneno ya dhihaka kwa watu, ghafla alitokea mtu kama radi. Alijiita Rego Jeuri na alinguruma kwa hasira kali kama simba aliyejeruhiwa. Alikuwa akifyeka askari kwa upanga wake kwa kasi ya ajabu, na kilichonishangaza zaidi, alimkomboa yule mwanamke. Alimchukua mikononi mwake na kutangaza mbele ya watu wote kuwa yeye ni mtoto wa Mfalme Yohana. Watu wote walibaki wamepigwa na butwaa, taharuki kubwa ikaenea kila mahali. Mzee Chiva, baada ya kusikia habari hizo, alihisi nguvu mpya ikimjaza. Machozi ya furaha yalimtiririka mashavuni. Asante Mungu, alisema kwa sauti iliyojaa shukrani. Mjukuu wangu yuko salama. Na Rego amerudi. Huko kwenye jumba la kifalme, Mfalme Eliesa alikuwa amechanganyikiwa kabisa. Alikusanya baraza lake la mawaziri katika mkutano wa dharura na wasiri. Alimtazama kwa hasira Sefu, yule aliyemhakikishia ulinzi mkali siku ya tukio la sokoni. Sefu, Mfalme Eliesa alinguruma, sauti yake ikitetemeka kwa hasira. Nilikuamini, ulinihakikishia kuwa hatutashindwa kumwangamiza yule mwanamke. Lakini umetuangusha. Yule mwanaume, yule Rego, alitokea wapi? Na alimchukuaje yule mwanamke? Sefu, akiwa ameinamisha kichwa chini, alijibu kwa hofu, mfalme wangu, mtu huyo anavyovamia ni kwa kasi isiyo ya kawaida. Ni kama upepo mkali. Hakuna askari yoyote aliyeweza kumzuia. Na alikuwa na nguvu za ajabu. Mfalme, akizidiwa na hasira, aliwatazama mawaziri wake wote kwa hasira. Wakati anaondoka, alisema mbele ya watu wengi kuwa akirudi tena atakata kichwa changu. Je, mnaweza kunilinda? Mawaziri waliangaliana kwa wasiwasi. Baada ya ukimya mfupi, mmoja wao, mzee mwenye busara, alisema kwa unyenyekevu, mfalme wangu, tutafanya kila tuwezalo kulinda uhai wako. Lakini nguvu ya hasira na kiu ya kisasi ya mtu aliyepoteza kila kitu ni kubwa sana. Wakati huo, Mariamu alikuwa akipokea matibabu kwa siri kwenye maficho salama. Rego Jeuri alikuwa amempeleka kwenye eneo la mbali. Polepole, majeraha yake yalianza kupona na nguvu zake zilianza kurejea. Walikuwa peke yao, wakitegemeana kwa kila kitu, na sasa, wakiwa na matumaini mapya baada ya kuokolewa kwa Mariamu. Rego Jeuri, akiwa anamsubiri Mariamu apone kabisa, alianza kupanga kwa uangalifu hatua yao ya mwisho. Alijua kuwa kumwangusha Mfalme Eliesa haitakuwa kazi rahisi, na hawangeweza kutegemea msaada wa mtu yeyote. Walikuwa wao wawili dhidi ya ufalme mzima. Alijifunza kwa kina ramani ya jumba la kifalme, akitafuta njia za siri na udhaifu katika ulinzi. Mariamu, licha ya udhaifu wake wa kimwili, alikuwa imara kiakili na alishiriki kikamilifu katika mipango hiyo. Siku moja, Rego alituma ujumbe wa siri kwa Mfalme Eliesa. Ujumbe huo uliandikwa kwenye ngozi ndogo, kama ile waliokuwa wakiacha kwenye miili ya waziri. Lakini safari hii, maneno yalikuwa wazi na ya kutisha. Mfalme Eliesa, mimi ni Rego Jeuri, mtoto wa Mfalme Yohana. Ulinipokonya baba yangu, ukaniacha yatima, na uliitesa nchi yangu. Sasa, nimerudi kudai haki yangu. Ninakutangazia kuwa saa 6 kamili, siku itakayojulikana hivi karibuni, nitakuja kwenye jumba lako la kifalme. Wakati huo, utalipa kwa kila dhambi uliyotenda. Kichwa chako kitatenganishwa na mwili wako, na kiti cha enzi cha baba yangu kitarejeshwa. Jiandae, muda wako umewadia. Rego Jeuri, mrithi halali wa kiti cha enzi cha kilole. Ujumbe huo ulipofika mikononi mwa Mfalme Eliesa, hofu yake ilizidi maradufu. Alijua kuwa Rego alikuwa akimaanisha kila neno. Alijua kuwa saa yake ya mwisho ilikuwa inakaribia. Aliamuru ulinzi uimarishwe zaidi kuliko wakati wowote, lakini alijua moyoni mwake kuwa hakuna ukuta au askari anayeweza kumzuia mtu mwenye kiu ya kisasi na haki kama Rego Jeuri, akiwa na Mariamu upande wake. Alisubiri kwa hofu, akihesabu masaa yaliyosalia kabla ya kukutana na hatima yake. Mzee Chiva, sasa akiwa na furaha tele kwa ajili ya Mariamu, aliendelea kuwaombea ushindi. Usiku mweusi ulitanda juu ya jumba la kifalme la Kilole, ukificha hofu iliyokuwa imejificha ndani ya kuta zake kama mzimu. Saa 6 ilikaribia, wakati uliotangazwa na Rego Jeuri kwa ajili ya kuja kwake, wakati wa hesabu ya mwisho kwa utawala wa Eliesa. Mfalme Eliesa, akiwa amezungukwa na askari wake waliojaa wasiwasi, nyuso zao zikionyesha hofu iliyokuwa ikimtawala yeye mwenyewe, alikuwa kama mnyama aliyejeruhiwa, akisubiri pigo la mwisho ambalo alijua haliepukiki.
Jasho baridi lilimtoka na macho yake yalikuwa yakitazama kwenye giza lililokuwa nje ya madirisha makubwa ya ukumbi, yakitarajia kuona kivuli cha yule aliyekuja kulipa kisasi. Ghafla, ukimya uliokuwa umetanda kwa muda mrefu ulivunjwa na mlio wa kwanza wa mshale ukipenya giza na kumpiga askari aliyekuwa kwenye mnara wa ulinzi. Mshale huo, ulioongozwa na mkono thabiti na hasira isiyopoa, ulikuwa mwanzo wa mvua ya mauti. Mara moja, mishale ilianza kunyesha kama mvua kutoka kwenye giza lililowazunguka, kila moja ikitafuta lengo lake kwa usahihi wa ajabu, kana kwamba inaongozwa na roho ya haki. Mariamu, akiwa amejificha kwenye vivuli vilivyokuwa vimeenea nje ya jumba hilo, alikuwa kama roho ya kisasi iliyoamshwa, mikono yake ikivuta upinde wake kwa ustadi wa hali ya juu, na hasira iliyokuwa imejikusanya kwa muda mrefu. Kila mshale uliorushwa ulikuwa ujumbe wa mwisho kwa utawala dhalimu, ukisema kwa lugha ya kimya ya kifo. Kutoka kwenye giza lile lile ambalo mishale ilikuwa ikitoka, Rego jeuri alijitokeza kama kivuli cha kutisha kilichofanyika mwili. Alikuwa ameshika panga mbili mikononi mwake, ziking'aa kwa mwanga hafifu wa mwezi, kama meno ya simba aliye tayari kurarua windo lake. Alivamia ulinzi wa jumba hilo kwa nguvu isiyozuilika, akifyeka askari waliokuwa wamejaa hofu na wasiwasi. Kila pigo la panga lake lilikuwa la mauti, likiacha nyuma yake njia ya damu iliyochafua mawe ya jumba hilo, na vilio vya maumivu vilivyokuwa vikisikika kwa muda mfupi kabla ya kunyamazishwa na kifo. Alikuwa kama dhoruba ya hasira, akipita katikati ya safu za askari kama upepo mkali unavyopita kwenye majani. Rego na Mariamu walisonga mbele kwa ushirikiano wa ajabu, wakifanya kazi kama roho moja iliyounganishwa na lengo moja. Mishale ya Mariamu ilikuwa inawazuia askari, ikiwalazimisha kujificha na kupoteza mwelekeo, huku Rego akitumia nafasi hiyo kuwasambaratisha kwa panga zake, akifungua njia kuelekea kwenye moyo wa jumba la kifalme. Walipenya kwenye ua wa kwanza, ambako damu ilianza kutiririka, kisha kwenye ua wa pili, ambako hofu ilikuwa inazidi kuongezeka, wakielekea kwenye lengo lao la mwisho. Mapigano yalikuwa makali na ya kutisha. Askari, licha ya kuwa wengi, walipigana kwa uoga, wakijua kuwa walikuwa wakikabiliana na nguvu ambayo haikuweza kushindwa, nguvu ya kisasi kilichojaa haki. Lakini hawakuweza kusimama dhidi ya hasira na ustadi wa Rego na Mariamu, ambao walionekana kuwa wamepewa nguvu isiyo ya kawaida na azma yao. Jumba hilo lilijaa kelele za mapigano, mlio wa panga zikigongana na vilio vya askari waliokuwa wakianguka chini, miili yao ikiloa damu. Hatimaye, baada ya kupita kwenye vizuizi vingi na kuwashinda maadui wengi, Rego na Mariamu walifika kwenye ukumbi mkuu, ambako Mfalme Eliesa alikuwa amesimama, akitetemeka kwa hofu kama jani lililokuwa linapigwa na upepo. Alipomwona Rego akisimama mbele yake, akiwa ameshika panga zake mbili zinazotoa damu, uso wake uligeuka rangi ya majivu, na macho yake yalijaa hofu isiyoelezeka. "Tafadhali, naomba unisamehe," Mfalme Eliesa alisema kwa sauti ya kusikitisha, akipiga magoti mbele ya Rego, akijaribu kuonyesha unyenyekevu wa bandia. "Nitafanya chochote unachotaka. Nitakupa mali zote za ufalme. Niache niishi." Rego alimsogelea kwa polepole, kila hatua yake ikiwa na uzito wa hukumu. Macho yake yalikuwa yamejaa hasira iliyokuwa imekaa kwa muda mrefu, hasira ambayo sasa ilikuwa tayari kulipuka. Alipokuwa karibu, Mfalme Eliesa, akiongozwa na hofu na tamaa ya kuishi, alifanya harakati ya ghafla, akijaribu kumchoma kisu Rego alichokuwa ameficha kwa hila kwenye vazi lake la kifalme. Lakini Mariamu, ambaye alikuwa akimtazama mfalme kwa umakini, aliona nia yake ya hila kabla haijatekelezwa. Kabla kisu hicho cha mwisho hakijamfikia Rego, mishale kadhaa ilimvaa Mfalme Eliesa kwa kasi ya umeme. Ilipenya kwenye kifua chake, ikimzima uhai wake mara moja. Alipigwa tena na tena, akaanguka chini kwa kishindo kikubwa, na roho yake ikatoka, ikiacha mwili wake ukiwa umeloa damu kwenye sakafu ya marumaru. Ukimya mzito ulitanda kwenye ukumbi mkuu, ukifuatia kelele za mapigano. Utawala wa kikatili wa Mfalme Eliesa ulikuwa umefikia mwisho wake wa umwagaji damu. Siku chache baadaye, kwa furaha isiyoelezeka ya watu wa Kilole, Rego jeuri alitawazwa kuwa mfalme mpya. Siku hiyo ilikuwa ya sherehe kubwa, iliyojaa nyimbo, ngoma na matumaini mapya kwa ajili ya ufalme. Rego, akiwa amesimama kando ya Mariamu, mwanamke ambaye alikuwa amesimama naye katika kila hatari na mateso, aliahidi kuongoza kwa haki, hekima na huruma, akirejesha amani na ustawi katika nchi yao iliyokuwa imeteseka kwa muda mrefu. Baada ya kutawazwa, Rego alimuoa Mariamu, malkia wake, mwanamke ambaye moyo wake uliendana na wake katika upendo na azma. Harusi yao ilikuwa sherehe ya kukumbukwa, ishara ya mwanzo mpya kwa Kilole, ufalme ulioungana tena chini ya uongozi wao. Baada ya muda mrefu kupita, wakati ufalme ukiwa umestawi chini ya uongozi wenye busara wa Mfalme Rego na malkia Mariamu, waliamua kumtembelea mzee Chiva huko Pangalawe,
kumshukuru kwa hekima na msaada wake. Walimkuta mzee huyo akiwa amechoka lakini mwenye furaha tele, akisubiri mwisho wake kwa amani na kuridhika. Mfalme Rego na Malkia Mariamu walikaa naye kwa muda mrefu, wakimsimulia yote yaliyotokea, jinsi walivyopigana, walivyoshinda, na jinsi walivyokuwa wakiongoza Kilole kwenye enzi mpya ya amani na ustawi. Mzee Chiva alitabasamu kwa furaha, akijua kuwa wajukuu zake walikuwa wamefanikiwa kurejesha haki na amani katika nchi yao. Alifariki dunia akiwa amezungukwa na upendo wao, akimaliza uzee wake kwa amani tele, akishuhudia mwanzo mpya wa Kilole, ufalme uliozaliwa upya kutoka kwenye majivu ya utawala dhalimu. Na hivyo ndivyo Mfalme Rego na Malkia Mariamu waliishi kwa furaha na amani, mioyo yao ikiwa imefungamana milele kutokana na mateso na ushindi waliopitia pamoja. Walitawala Kilole kwa hekima na upendo usio kifani, wakikumbuka daima machungu walioyashinda na kuahidi kwa kila pumzi yao kulinda nuru ya haki isizimike tena katika nchi yao. Mzee Chiva, roho yake ikiwa imeridhika, alipumzika kwa amani, akishuhudia kwa macho ya kiroho mbegu alizopanda zikichipua matunda ya ukombozi. Na hapo ndipo safari yetu inafikia tamati, lakini kumbukumbu ya ushujaa, upendo na azma isiyoyumba ya Rego na Mariamu itaishi milele katika mioyo yetu. Tunawashukuru kwa dhati nyote ambao mmekuwa nasi katika kila hisia, kila mapambano na kila ushindi wa hadithi hii kupitia chaneli yetu ya Mwanga wa Maisha. Tumefurahi sana kugawana nanyi safari hii iliyojaa matumaini na changamoto. Ikiwa umeguswa na undani wa mapenzi yao, nguvu ya ujasiri wao na umuhimu wa kusimamia kile unachoamini, basi usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe ili tuendelee kusafiri pamoja katika ulimwengu wa hadithi zinazogusa roho. Endelea kuwa nasi na asante kwa kuwa sehemu ya familia yetu ya Mwanga wa Maisha, ambapo kila hadithi huangazia sehemu ya maisha yetu.